Joyce Meyer Ministries. Kristo ndani yetu ni tumaini la utukufu. Ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu anaishi ndani yenu, ataipa uhai miili yenu yenye hali ya kufa. Ni kuhusu imani. Na wacha niwaeleze jambo, ni safari, na ni safari ambayo kila mmoja anaweza kusafiri. Mungu hana mapendeleo kwamba amchukue mtu mmoja na kumfanyia tendo spesheli. Anayafanya mambo tofauti kupitia kwa watu tofauti kati yetu, na hakuna kilicho bora kuliko kingine. Endapo unafanya kile Mungu anakuagiza kufanya, basi unafanya jambo kubwa sana popote pale ulipo. Amen. Lakini nilitaka kuzungumza kidogo kuhusu swala la kuomba na kuamini na jinsi ilivyo muhimu unapoomba na kuamini. Kwa hivyo, niliandika chini, omba ili uongozwe na Roho Mtakatifu, kisha kuwa na mtazamo thabiti kwamba unaweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na kifaa cha kusahihisha sarufi kwenye tarakilishi yangu kiliniandikia kwa nilikosea, huku mimi nikifikiri kwamba hakuna neno nililoliendeleza vibaya. Shida yake ni ipi? Kisha nikaiona hata tarakilishi wakati mwingine ina uwerevu kuliko sisi. Nikanukuu chini, omba ili uongozwe na Roho Mtakatifu, kisha uwe na mtazamo thabiti kwamba, sikuyasema haya, lakini uombe kwamba siku fulani uweze kuongozwa. Tazama, nyinyi pia hamuielewi. Unajua shida yake ni ipi? Ikiwa ninaomba kuongozwa, basi ninahitaji kuamini kwamba hakika ninaongozwa. Ikiwa nitamwomba Mungu awezaye kila kitu kwamba aniongoze katika Roho, basi sifai kuomba kuwa ninaweza kuongozwa. Ninasema mimi ninaongozwa. Mungu nisaidie ili nibadilike. Basi yote nifayo kusema ni kila siku ninabadilika na kuwa mfano wake kutoka utukufu hadi utukufu. Situmai kwamba itafanyika siku moja. Sasa, imani ndiyo inayoyathibitisha tunayoyatumainia. Imani ni jambo la sasa, si la jana wala kesho, ni jambo la leo. Oh, wengine wenu bado mmechanganyikiwa kule mlipo. Wewe si. Lakini nitaamini vipi kuwa nina imani ikiwa Mungu wangu, wajua nilichukua muda wa saa ngapi nikitembea nyumbani mwangu nikisema mimi ni mwenye haki wa Mungu katika Kristo. Sina hatia, sina lawama. Mungu ananipenda. Mahitaji yangu yote yanatimizwa kulingana na utajiri na utukufu wake. Wanangu wote wameokoka. Wote wamejazwa na Roho Mtakatifu. Wameoa na kuolewa na watu waliokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Niwaeleze jambo, wikendi hii wanangu wote 4 walikuwa hapa. Wakaza wana wangu wote pamoja na wajukuu 10 kati ya 11 walikuwa hapa wikendi hii. Je, unajua jinsi ilivyo vyema, jinsi hisia hiyo ilivyo nzuri? Na si kwa sababu nilitembea nikisema, naam, natumai wajukuu wangu hawatapatwa na matatizo. Ninamaanisha natumai. Wajua, ninaomba sasa kwamba wajukuu wangu waoe na kuolewa na watu waliokoka na kujazwa na Roho na wataishi kwa ajili ya Mungu na kumtukuza. Ni vyema uanze kuomba na kisha useme. Anza kuamini, usiishi kwa hofu. Nina wasiwasi huende kwa wanangu watapatwa na matatizo. Mungu, ninakuomba uyarekebishe mambo yanayohitaji kurekebishwa kwa watoto wangu. Na ninatumai kwa siku moja utafanya hivyo. Ninakuomba ufanye hivyo Mungu, na nina imani kuwa unalishughulikia sasa hivi. Haijalishi iwapo nimeishuhudia au hata kuihisi, ninaamini kuwa unashughulika. Mnanielewa hapo? Jamani, nataka mpate mambo haya katika wakati tulionao sasa. Japo tuna shida kubwa sana katika kuamini mambo tusiyoyaona au kuyahisi. Sawa, sasa nitawasimulia kidogo kuhusu jambo fulani. Natumai hii itawapendeza. Mimi ilinipendeza sana. Kuna kitabu nilichosoma hapo awali ambacho nimekuwa nikikisoma tena kinachoitwa Shetani yu hai na mzima katika sayari ya dunia. Kwa hakika ni kimoja chapo cha vitabu vya kwanza ambavyo vilinivutia katika kutembea kwa kina na Mungu katika miaka ya 70. Kitabu hicho kiliandika mwaka 1972.
Natambua kuwa hadi wakati huo sikujua kwa hakika kuwa shetani anaishi. Nilidhani tu kuwa alikuwa, sijui nilidhani vipi, wajua. Yaani ile taswira ya mavazi mekundu na mkia mrefu na kifaa cha kulimia charato inalenga katika kutufanya tufikiri kuwa shetani ni mtu mwenye tabia za kikaragosi. Lakini hebu nikueleze jambo, shetani yu hai na mzima duniani. Na tusipozingatia kuwa unapenda kuzungumzia mambo kama hayo au la, sisi lazima tuyazungumzie, kwa sababu kadri kanisa linavyozidi kudhani kuwa hatuna adui, halitagundua kuwa limo kwenye vita, na linapaswa kujifunza namna ya kupigana vita hivyo. Sisi ndio walengwa. Amen. Kila hatua utakayopiga kwa njia fulani au umbo fulani, ni lazima utapigana vita ndipo upige hatua hiyo. Na sehemu ya vita hivyo ni kushikilia imani yako kwa Mungu bila kujali hali ilivyo au unavyohisi. Sasa nataka tu kusema hivyo na natumai mtaelewa. Nafikiri wakati mwingi sisi humwamini Mungu kwa jambo fulani badala ya kumwamini Mungu tu. Sisemi kwamba ni makosa kumwamini Mungu kwa jambo fulani, lakini tunahitaji kufanya uamuzi kwamba tutamwamini tu Mungu. Kwa hivyo, katika kitabu hiki nilisoma baadhi ya mambo yafuatayo na nikawaza, wajua nini? Niliongeza mambo haya kwa ujumbe huu wiki jana kwa sababu nilifikiri kuwa ni mambo mema sana. Mwaka wa 1704 mwanamume mmoja kwa jina Kant, Kant, katika enzi hizo, ambaye hakuwa amesafiri mwendo wa zaidi wa maili 69 kutoka nyumbani kwake iliyokuwa kule Prussia, na alikuwa mwanafalsafa wa Kijerumani. Sijui mbona mnafurahishwa na neno mwanafalsafa. Yeye ni mwanafalsafa. Basi ina maana gani? Nilifikiri, sina uhakika kuhusu maana yake, nitaisoma. Ni mtu anayetoa maoni au nadharia kwa swali lililopo. Mwanafalsafa ni mtu anayefikiria kwa kina. Naam, hivyo basi sisi sote ni wanafalsafa, kwa sababu sote tunayo mitazamo yetu na sote tunayo nadharia yetu ya kueleza mambo. Na Mungu natusaidie ikiwa kila mtu ataanza kuamini kile anachofikiria. Jamani, ni kuchambua elimu viumbe na maana ya maisha. Mtazamo mahususi. Mtu anayedhibiti maisha yake kulingana na mantiki. Mungu wangu, hii inatisha sasa. Ningelikuwa na muda wa kupitia maandiko yanayozungumzia hatari za kuzingatia mantiki. Usiegemee kuelewa kwako mwenyewe. Kwa njia zako zote mtambue, na taongoza njia zako. Ninapenda yale Mtume Paulo aliyozungumzia, yameandikwa katika Wakorintho wa kwanza 2:2. Na wajua Paulo alikuwa mtu mwerevu sana kulingana na Biblia. Yaani alikuwa msomi wa hali ya juu na pengine angechukuliwa kama mtu mwerevu sana. Na ninaamini kwamba Paulo angefikiri sana kuhusu jambo fulani. Na bado katika Wakorintho wa kwanza 2:2 Biblia inasema, nimeamua kutojua chochote miongoni mwenu ila Kristo na kusulubishwa kwake. Napenda hayo. Wacha kuwazia mambo mengi na badala yake uamini tu. Mbona yule Mkristo wa ajabu alikufa na huyu mtenda dhambi yu hai? Hutawazia hilo? Na hata ikiwa utaibuka na swali unalodhani linaleta maana, pengine umekosea. Ninawaambia jibu la masuala mengi kama haya sijui. Lakini namjua Mungu na hayo ndiyo tu ninafaa kuyajua. Sijui jibu la hilo, sijui kwa nini haya, sijui kwa nini hayo, lakini ninamjua Mungu. Ninajua Mungu ananipenda, ninajua kwamba ninampenda. Ninajua nitaishi naye milele na sitajipotezea muda miaka yote niliyo nayo hapa duniani nikijaribu kuwazia mambo ya kiajabu yaliyopo kwa ajili yangu. Sijui wapo unajua au la, lakini Mungu anapenda mafumbo. Na ninapenda fumbo zuri. Kwa hivyo nimeamua kwamba hiyo ni asili ya Mungu ndani yangu, tunayapenda mafumbo. Si kuketi chini na kujaribu kuyawazia, lakini nikana kwamba Basi Joyce, imani je?
hatuwezi kuitumia imani yetu ili kupata kila kitu tunachokitaka jinsi tunavyokitaka, ila tunapokosa tunachanganyikiwa. Tunaamini kwa ajili ya tunachotaka, na ikiwa tutakosa tunazidi kuamini. Mnanielewa hapo? Nilisema kwamba tunaamini kwa ajili ya kile tunachokitaka, tunaamini kupata kilicho bora. Ninapenda jambo ambalo mchungaji Mike Shepard alimwambia mtu ambaye alikuwa anapitia hali ngumu hivi majuzi. Alisema, amini katika ukuu wa Mungu, utazamie ahadi zake. Hivyo ni vizuri. Amini katika ukuu wa Mungu, lakini utazamie ahadi zake. Kila mara nitaamini kile ninachohisi katika ujuzi wangu pungufu kwamba ndicho kitu bora zaidi ambacho Mungu atanifanyia. Lakini hebu niwaambie, hiyo itahusisha faraja yangu kila mara. Ni jambo la kiajabu sana kuweza tu kumwamini Mungu. Jamani, wengine wenu mnafaa kupumzika. Jamani, mmetulia sana, mnanitisha. Mnafikiri kuhusu mambo fulani, sivyo? Ni kama nitaamini vipi nisichokiona wala kukihisi? Na inamaanisha ninafaa kuyaishi maisha yangu bila kutafakari kuhusu lolote. Na haijalishi ikiwa nitalipata au nitakosa, bora ninajua nitaishi milele na Mungu. Wacha niwaelezee jambo. Ikiwa unataka kumpa shetani usumbufu wa kiakili, hivi ndivyo unavyopaswa kufanya. Mwambie, jaribu uwezavyo, sijali kuhusu vile unavyofanya. Nitamwamini Mungu hadi kufa kwangu, kisha nitaishi milele mbinguni. Ikiwa Mungu atanipa chochote nitakacho, ninamwamini, na ikiwa atakosa kunipa, ninaamini ya kwamba alijua jambo ambalo sikulijua mimi, na ninamwamini bado. Jamani waumini, lazima tukue. Lazima tuachane na huo Ukristo dhaifu usio na msimamo thabiti. Chukweni silaha zenu. Sawa, sasa Bwana nisaidie. Nimesaidia na dakika 15 kumaliza ujumbe wa saa 4. Hivyo. Sawa, kwa hivyo huyu Kant anayejaribu kutuambia hatuwezi. Alikuwa mwana falsafa. Watu kama hawa wamejaa ulimwenguni. Na maoni asilia ya Kant yanaathiri mtazamo wa ulimwengu uliostaarabika sasa. Alianza kuhoji ikiwa mwanadamu angestahili kukubali mambo zaidi ya hisia zake 5. Yaani, ikiwa hata iona, hata inusa, hata igusa, hata ionja au kuisikia, basi kuna uwezekano hiyo si kitu. Niko hapa nikiwarai watu kumwamini Mungu, kuamini kile neno lake linasema, bila kuzingatia unachokiona, unachofikiri, unachosikiza, unachonusa, unachogusa au unachoonja. Na mtu huyu anakuja na kusema, ikiwa huwezi kuihusisha na hisia zako 5, basi haiwezi kuwa kitu. Aliamini kwamba hakukuwa na ukamili, visababishi na athari, kwamba hakuna mtu atakayekubali mambo yaliyo zaidi ya tajriba yake. Na uhuru wa kweli ulitokana na uzingatifu wa sheria za maadili zilizokuwa ndani ya mtu. Yaani, unaweza ukafanya kile unahisi ni haki kwako. Sasa huyu ndiye mtu wa kwanza wanayemzungumzia, kwa hivyo siwezi kusema hakuna yote aliyemtangulia. Lakini mtu huyu ambaye hakusafiri zaidi ya maili 69 kutoka nyumbani kwake, alikuwa na nadharia iliyosambaa na watu wakaanza kuitumia. Hivi ndivyo shetani anavyojiingiza akilini mwa watu. Kisha akatokea mtu mwingine mwenye wazo zito zaidi. Aliitwa Hegel, na mtu huyu aliishi katika miaka ya 1800. Alichukua mawazo ya Kant kisha akayarithisha kwa kizazi kingine na kuacha urithi wa ukatili wenye vurugu ambao bado unavamia kizazi chetu. Aliitwa dikteta wa kifalsafa wa Ujerumani, na aliamini kuwa wazo moja au ukweli mmoja ukikinzana na wazo jingine huzua wazo au ukweli mwingine mpya.
Wazo jipya hutokana na kuwekwa pamoja kwa mambo mengi tofauti ili kuzalisha kitu kipya. Niwaambie kitu kimoja, tukio hilo linawezekana kwa kemikali, lakini si kwa neno la Mungu. Sasa wacha niwape mfano. Kufikiria huko kunaweza kuzalisha mambo kama haya. Sasa hata kama neno la Mungu, ningekuwa mwanafalsafa huyu ningesema, sasa ingawa neno la Mungu linasema usizini, inakubalika leo kwa sababu kila mtu anazini katika kizazi hiki. Hamkunisikiza? Huu ndio ujinga tunaopambana nao leo. Sasa ninajua nitamkasirisha mtu nitakaposema haya, sitaki kufanya hivyo, lakini wajua nini? Nitalaumiwa ikiwa sitahubiri mahubiri yenye ujasiri ya kuwafanya watu kuzinduka na kwanza kufikiri kuhusu tabia zao. Tuna ujasiri upi wa kudai kuwa sisi ni Wakristo iwapo tunaishi maisha yasiyo tofauti na ya kilimwengu, kisha kutoa mantiki ya kifalsafa na kusema ni sawa? Unajua ni watu wangapi wanaishi pamoja kabla ya kufunga ndoa? Tabia hii imezidi sana. Na wajua nini? Hawaibiki, hawajali nani anayejua, ni kama jambo la kawaida la kila siku. Na kwa hivyo wazo hilo linakubalika pole 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 pole. Hadi sasa hata kanisa halijui ikiwa linapata matatizo kutokana na jambo hilo. Wajua sitaki kuyamaliza haya kwa machungu, lakini nawaambia tunafaa kukoma. Amen? Naam, pengine utasema wajua tupo katika karne ya 21. Sijali. Sijali ikiwa tuko katika karne ya 50. Mungu habadiliki. Neno lake halibadiliki. Na sijali ikiwa sisi ni wa kisasa. Wajua tumebadilisha mambo kadhaa katika huduma yetu. Tumebadilisha jinsi jukwaa linavyoonekana, ninavaa mavazi tofauti, tumekuwa na mziki wa kisasa ili kuwafanya vijana wengi waokoke. Lakini nitakwambia jambo nililolisema mwanzo. Tunaweza kubadilisha mtazamo wote tunavyotaka, lakini hatuwezi kubadilisha ujumbe na hatuwezi kubadilisha maadili yetu. Nitabadilisha jinsi ninavyohubiri ili kila mmoja aupokee ujumbe, lakini ninaomba Mungu nisiwahi kugeuza maadili yangu kwa sababu tu hivyo ndivyo ulimwengu ulivyo. Wajua uongo ni uongo. Na kuiba ni kuiba. Na uasherati ni uasherati. Ukisoma historia, kadri watu wanavyozidi kuelimika, ndivyo wanavyoukataa uhalisi. Kwa mujibu wa kuelewa kwangu, ninaweza kuambia huu ni ukweli mtupu. Ninayawekea maisha yangu msingi kutokana na haya. Ni lazima tufanye uamuzi kuhusu tutakachokiishia. Na nimeamua kwamba hata ikiwa nitaishi hadi miaka 100, nilizoea kusema nitaishi kwa miaka 93. Sijui wazo hili lilitoka wapi, lakini ni kitu nilifurahia tu, kisha nikaamua la nitamkasirisha shetani na niishi miaka 100. Lakini hata nikiishi miaka 100, haiwezi ikalinganishwa na maisha ya milele. Si kitu ikilinganishwa na maisha ya milele. Yaani si chochote. Wajua sitakuwa na muda wa kusoma haya, lakini ni jambo la kufurahisha sana. Kisha akaja mtu mwingine aliyejulikana kama Kierkegaard, naye aliandika mambo ya kijinga na kuongezea kwenye yale ya awali. Kisha kulikuwa na Marx, kisha kulikuwa na hebu tueleze mambo ya Darwin. Sasa tumefika katika karne ya 19. Na alianzisha ambayo inashangaza, bado inarejelewa na watu kama nadharia ya ubadilikaji. Ni jambo ambalo wengine walisema ni mtu mwerevu kuamua kufikiria. Na alisema viumbe vyote wakiwemo wanadamu vilitokana na viumbe vya hadhi ya chini vilivyokuwa na kufikia hadhi ya juu. Kwa hivyo hiyo ina maana kwamba siku moja nilikuwa mmea. Sijui.
Pengine nilianza kama mmea wa aina ya dungusi kakati, kisha siku moja nikaja kuwa mmea mzuri wenye maua. Na kisha pengine siku fulani nikawa mti. Kisha nikawa mti wa matunda. Kisha nikawa mfuko. Nikawa mfuko mkubwa. Na nikaishi miaka mingi nikawa sokwe. Sasa niko hapa binadamu. Sijui nitakuwa nini baada ya kuwa binadamu, lakini yani kweli. Yani tu wapumbavu kiasi hicho. La, hatukuumbwa na Mungu. Tulibadilika kutoka maisha ya hadhi ya chini. Kimsingi ikiwa mwanadamu amezaliwa kutokana na mnyama, kuna uwezekano matendo yake yawe ya kinyama. Ikiwa sina madhumuni mahsusi au hatima, basi maisha hayana maana halisi kwangu. Na inasema hivi katika kitabu hiki, na ninapenda haya. Hali hii husababisha tabia mbovu, mkanganyo na kukata tamaa. Na tunalisikia neno hili mkanganyo kila mahali. Sasa watoto wanaenda shuleni na wataelezwa kuhusu mkanganyiko wa kijinsia. Hatufai kukanganyikiwa ikiwa tunajua sisi ni kina nani katika Kristo. Amen. Sihitaji kuchanganyikiwa ikiwa ninajua mimi ni nani katika Kristo. Na uongo huu wote ambao shetani ameeneza miaka hii yote na kuchukua muda mrefu kufanya hivyo, tatizo la ulimwengu wa leo ni hilo. Hilo ndilo tatizo la jamii. Hii ndiyo sababu watu wanawaua wenzao, huku wanaume wakiwabaka wanawake, na maovu haya yote yanayotendeka. Sawa, sasa tutazungumzia Freud. Mungu wangu. Freud alikuwa mwasisi wa dhana ya udenguzi wa kisaikolojia. Naam, nahitaji kuambia haya. Wanaume hawa wote hawakuamini kuwa kuna Mungu. Kila mmoja wao hawakuamini kuwepo kwa Mungu. Freud hakuamini kuwepo kwa Mungu, na alitoa nadharia ya matibabu kwa watu walioathirika na shida za kiakili. Mawazo yake yalikuwa msingi wa jamii kubalifu tunamoishi leo. Nadharia yake ni kama ifuatavyo. Jamii ya binadamu inapata msukumo hasa kutokana na haja ya kutaka furaha. Naam, sikatai hayo. Kando na Mungu, yale tunayotaka kufanya ni kuhisi vyema kuhusu kila kitu. Na imani yake ilikuwa kwamba kila kitu kinaanza na kumalizikia kwenye ngono. Huu si uongo niliobuni mimi. Mwanadamu ametekwa na haja ya kukidhi mahitaji yake ya kitamaa ya ashiki za kimapenzi. Yaani jamii na sheria na kanuni ambapo mume huyu ambaye ana haja tu, au mwanamke asiyejali ila tu kuhusu ngono, kwa sababu jamii haitamruhusu kufanya anachokipenda, mume huyu anakandamizwa, kisha anapata matatizo ya kiakili na anahitaji kufanyia uchanganuzi wa kisaikolojia. Jamani, Chris, wewe ni mwerevu kuliko mimi katika mambo ya uasilia, sivyo? Ninawaambia huu ndio ukweli. Hii ndio. Na tunashangaa kwa nini tumevurugwa. Wajua unachostahili kufanya ni kutazama televisheni leo ili ugundue jinsi mambo haya yalivyovurugika. Ninamaanisha huwezi kutazama kipindi kwenye televisheni kwa dakika 2 bila kuona watu wawili pamoja kitandani. Yaani ni jambo la kuudhi. Linaudhi sana. Kisha watu ulimwenguni wanajaribu kuunda tume za wataalam kuchunguza kwa nini watu wanauana, na wanaume kuwabaka wanawake, na watoto wa shule kujitoa uhai. Nitakuwa mtaalamu kwa dakika moja hapa na nitawatolea nadharia mpya. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Amen. Na ndani yake kuna uhai, na hakuna uhai bila Mungu. Na ninawaambia ni wakati wetu kusimama na kuwa waumini. Hatufai kuyaamini mambo ya ulimwengu au mambo ya serikali. Tunafaa tuyaamini mambo anayosema Mungu, na tuyaamini hayo peke yake. Amen. Jamani, haleluya!